Yes, bwana, kutokana na tukio la Hassan Mwakinyo ambalo limeibua mtazamo tofauti katika jamii, wengi wakilaani kitendo ambacho kimeweza kutokea kwa kijana ambaye ni mvuvi ambaye alikatiza katika eneo la Hassan Mwakinyo na kuokota nazi, kitu ambacho kipelekea kwa Hassan Mwakinyo kumuona kama ni mwizi. Kwa hiyo ikatokea kile ambacho kimetokea, na sasa hivi ninavyokuambia hali si shwari kwa baadhi ya jamii, wakisema kwamba tukio hili ni la 5 na watu wamechoka na matukio ambayo Hassan Mwakinyo amekuwa akiyafanya kwa jamii ambayo anaishi nayo, ambayo inamzunguka. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyokuambia Hassan Mwakinyo yuko bado anashirikiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo itatangazwa ni lini ambapo hukumu yake itatoka, lakini bado anashikiliwa kwa uchunguzi zaidi. Niko na mmoja kati ya wadau ambaye nimeona nizungumze naye kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa kijana kufanywa kitendo ambacho sio sahihi, cha kiunyama by the way, kwa sababu ukiangalia jinsi mwili wake ulivyokuwa sasa hivi, majeraha mazito kabisa. Brother, anaitwa nani kwanza? Kwa majina naitwa Ngovi, aka unaweza ukaniita Khamis Juma Muhammad Ali. Mimi ni mzao wa Tanga kaka. Mimi ni mwenyeji wa Tanga, na napomzungumzia Hassan Mwakinyo ni mmoja kati ya watu ambao nawafahamu. Sio kuwasikia kama unavyowasikia wewe, mimi nawafahamu kwa sababu mimi ni Mtanga mwenzake. Yeye anaishi Sahare, mimi naishi Mikanjuni. Kwa hiyo tunaelewa zile movement za toka zamani, ambapo tulikuwa tunacheza mitaa Mkokwani, bichi Raskazoni, mabanda ya papa. Hiyo ilikuwa mitaa yetu yote ya kujidai kipindi hicho. Mimi ni mkubwa kwa Hassan. Hassan ana miaka 29, mimi kwa sasa hivi na miaka 32. Kwa hiyo Hassan ni mdogo wangu, lakini pia ni mtu ambaye naweza kusema kwamba kama nilivyokuambia mara ya kwanza kwamba mimi sio mtu ambaye naweza kumzungumzia mimi namfahamu vizuri mno. Umesema kwamba umzungumzi tu bali unamfahamu kwa undani zaidi. So far kwa hiki ambacho kimetokea kwa Hassan Mwakinyo, tuseme mdogo wako, sababu age umesema kwamba umemzidi 29 kwa 32, kuna kitu ambacho kimepungua hapo by the way. Nataka tuzungumzie kwa hiki ambacho kimetokea. Kiubinadamu Hassan Mwakinyo amekosea. Kiubinadamu kwake binafsi anaona ipo sahihi, lakini kiubinadamu amekosea. So far tuzungumza hili sakata. Kwa upande wangu naweza kusema kwamba Hassan kwa brandi aliyokuwa nayo, kwa jina ambalo amelitengeneza katika nchi hii, hapa amekosea na amejikanyaga pakubwa mno. Kwa sababu unapomzungumzia Hassan Mwakinyo katika nchi hii kwenye masuala ya ngumi, ni kama unavyomzungumzia Diamond Platinum kwenye masuala ya muziki. Ni kama unavyomzungumzia Mbwana Samata kwenye masuala ya mpira. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo ni moja kati ya watu ambao wana brandi kubwa kweli na wana heshima kubwa sana katika nchi hii. Lakini ukumbuke kwamba heshima hiyo unaweza kuitengeneza kwa muda mrefu sana, lakini heshima yako kaiharibu kwa siku hii moja. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo ni mtu ambaye ametengeneza heshima yake kwa muda mrefu sana, lakini heshima yake amekuja kuitengua kwa siku hii moja. Sio jambo zuri na sio jambo la kufurahisha, kwa sababu tulitaka tuone kwamba Hassan akiwa mfano, huyu ni mwizi amekwenda kumwibia. Sawa, tunaweza kusema kwamba kijana ni mwizi ameenda kumwibia Hassan Mwakinyo, lakini kwa brandi na ukubwa aliokuwa nao Hassan, haitakiwa achukue sheria mkononi. Yaani shida na linalomfunga Hassan Mwakinyo mpaka sasa hivi kushikiliwa ni kwamba amechukua sheria mkononi. Na hii ni Hassan Mwakinyo. Kama isingekuwa Hassan Mwakinyo ndo kafanya tukio, basi leo hii tungeusikia kubwa zaidi ambalo lingemtokea Mwakinyo. Kwa hiyo kuna heshima fulani bado inambeba. Kuna heshima inambeba kaka. Kuanzia juzi tumesikia askari walikuwa wamemkamata, yupo kwa mahojiano. Lakini nakwambia kama ingekuwa ni mtu mwingine sio Hassan Mwakinyo, leo hii tungesikia kubwa zaidi linalomhusu yeye. Heshima na umaarufu wake katika nchi hii umemfanya mpaka leo hii watu wasikilizie kwanza. Lakini kwa uhalisia Hassan Mwakinyo amekosea pakubwa mno, na hapa busara labda za upande wa kijana zitumike. Busara zitakuwa zitumike kwa upande wa kijana. Kwamba kijana labda aseme bwana mimi pamoja ya kwamba Hassan kanifanya hivi, kanipiga, kanifungulia mambo, amekuja kuningata, lakini mimi ninachotaka mimi Hassan anihudumie tu nipone. Yaani zitumike busara za hivyo.
Kama kuna chochote kitu fedha, kama wanakuambia fidia atoe. Hapo kidogo kijana atakuwa yule mwenyewe aliye matatizo. Hali ya sasa hivi ya wakazi ambao wanamzunguka Hassan Mwakinyo ipo juu. Wengi wakisema kwamba tushalaani sana vitendo ambavyo vimekuwa kifanya Hassan Mwakinyo. Hatumhitaji Hassan Mwakinyo katika mazingira tunayoishi naye, kwa sababu ni mara ya 5 imetokea. Kwa hiyo ni kama muendelezo wa matukio kwa Hassan Mwakinyo. So far unaamini kabisa kwamba Hassan Mwakinyo hastahili kuishi pale, ama Hassan Mwakinyo anapaswa kuelekezwa namna kuweza kuishi na watu katika jamii, asichukulie umaarufu kupitiliza mpaka kuona kwamba anapaswa kuchukulia mamlaka mkononi? Kwanza katika maisha, umuuliza swali dogo sana kile lenga sehemu hii moja. Lenga sehemu moja. Katika maisha, moja kati ya watu muhimu na wa msingi kulikweli kuishi nao vizuri ni majirani. Majirani ndio ndugu zako. Ukiona huishi vizuri na majirani zako, basi ujue wewe una tatizo. Majirani ndio ndugu zako, ukipata tatizo la haraka wao ndio watakusaidia. Kaka, mpaka unasikia leo hii majirani wa Hassan Mwakinyo wanataka Hassan Mwakinyo aondolewe, wanaomba aondolewe katika mazingira ambayo wanaishi. Ujue kuna shida kubwa. Na mpaka unasikia kwamba kuna matukio zaidi ya 5 kayafanya Hassan Mwakinyo, ujue kwamba kuna shida kubwa ambazo Hassan Mwakinyo anazifanya kwa vijana wa pale, lakini pia kwa watu wa pale. Kaka, Hassan Mtanga kaka, na mimi pia Mtanga. Watanga wananongwa mno kaka. Watanga wananongwa mno. Sasa hizi nongwa watu wameshaanza kuzidani mapema. Sasa Hassan anataka kuifanya kama walivyosema wakazi, ahame, atafute mazingira mengine. Kaka, mimi watu wa Tanga nawajua, sio kwa kuambiwa, nawajua. Hassan mwenyewe pia ana jeuri zile za utanga. Zile jeuri za utanga zile, kwamba kiburi, watu wanamwambia labda huyu bwana na mambo ya kimwinyi, huyu bwana usiji anadharau wengine. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo watu wa Tanga wanazo. Kwa hiyo kajichanganya kwa ndugu zake Hassani. Unaweza ukajiuliza, watu ambao wamempambania Hassan Mwakinyo mpaka leo hii Hassan Mwakinyo anakuwa bondia mkubwa Tanzania, kwa asilimia kubwa ni watu wa Tanga wenzake. Kuna kipindi watu wa Tanga kwa wanakodisha Costa, wanakuja Dar es Salaam kwenye mapambano ya Hassan Mwakinyo. Watu wa Tanga walikuwa wanaenda Zanzibar kwenye mapambano ya Hassan Mwakinyo. Walienda Kenya, Hassan Mwakinyo anaenda kushinda Kenya, anampiga mu Argentina kipindi kile Kenya. Watu walienda, lakini leo hii watu wa nyumbani kwenu wanakukataa. Kaka, hilo tatizo. Watu wa nyumbani kwenu wanakukataa. Hassan atakuwa ajichunguze, ajitafakari. Kwani mimi nina nini? Kila siku kwa nini nasemwa mimi? Hassan Mwakinyo atakuwa ajitafakari kaka. Mimi shida yangu ni nini? Mbona kuna kipindi alianza kugombana na meneja wake, alikuwa ndugu yake si kaka yake, watu wakazimazima alikafa. Lakini kuna wengi ambao wanamzungumzia Hassan Mwakinyo tofauti. Ukiachana kwenye haya mambo ambayo yanatokea sasa hivi, kuna wengi wanamzungumzia tofauti, hata kwenye tasnia ambayo yeye yupo ya ngumi. Kuna watu wanamzungumzia Hassan kama kiburi, mtu ambaye anajisikia. Kwa hiyo ukiona watu wanakuzungumzia kwenye engo tofauti, watu wa aina tofauti, watakuwa urudi nyuma ujiulize, kwani mimi nakosea wapi? Hapo kuna kitu ambacho nataka tukiweke usawa na tuweke clear. Ni kwamba sasa hivi wakazi wa Tanga wanahitaji nini? Ukiachana na swala Hassan Mwakinyo aweze kuondoshwa katika mazingira pale, lakini kwa upande wa ulivyofuatilia pengine kwa wakazi, lakini pia kwa ndugu wa mtu aliyefanywa kile kitendo, wanahitaji nini Hassan Mwakinyo afanyie yule mtoto? Kitu cha busara, Hassan Mwakinyo alikuwa azungumze kwanza na waandishi wa habari, au meradhi kwanza. Lakini pia ajitolee kumuuguza yule kijana. Sasa hivi yupo chini ya uangalizi wa nani? Wa serikali. Yuko polisi anaojiwa. Nani nazungumzia aliyoathirika? Aliyoathirika zaidi ni kijana. Anamtibia nani sasa hivi? Ni Hassan Mwakinyo ama ni familia? Sasa hivi hatujajua kama anatibiwa na nani, lakini hata kama familia inamtibia, Hassan Mwakinyo akija kuonekana na makosa, na kama tunavyojua kwamba ana makosa, yeye inabidi alipe gharama zote za matibabu. Lakini pia kama kijana amedhurika zaidi, unajua hii ngozi ukishaitoboa kuja kurudi tena inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima kuna fidia atazilipa. Kwa hiyo atakiwa atoke hadharani aombe msamaha, lakini pia alipe fidia
ya kile ambacho amemfanyia mtoto. Japokuwa hata inawezekana kwamba mtoto labda alidanganya, inawezekana alidanganya kwamba alikuwa anaenda kuokota nazi, labda zilikuwa nje, lakini hata kama kaka, nazi 6 ni ngumu sana kumdhuru mtu kutaka kumuua kisa kaokota shambani kwako nazi 6. Hata kama ni mwizi. Kiubinadamu. Nazi 6 ni ndogo sana kaka kutoa uhai wa mtu. Kaka mimi nikuletee mambwa 6 wakungate. Kaka mimi nikupige kisa nazi 6. Kaka hiyo kitu ni ngumu sana kiubinadamu. Ndio maana unaweza kuuliza kwamba Mwakinyo ana roho ya aina gani? Sio kama tunamzungumzia kiubaya, atumzungumzie kiubaya, lakini unaweza kuuliza Mwakinyo ana roho ya aina gani mpaka anafanya hiki kitu. Alafu kimwangalia kijana mwenyewe yule bado mdogo, yule ambaye amefanya hiyo kitu. Bado mdogo sana. Lakini shida ni kwamba nazi 6 sio kitu cha kumfanyia hivyo. Hata ungemtia viboko basi, ungempiga hata viboko basi ukaachana naye. Lakini kwa kitendo alichokifanya Mwakinyo, amefanya kitendo cha ajabu ambacho kimeenda kushusha brandi yake na kumtengenezea taswira mbovu kwa jamii kwamba star ambaye ana roho ngumu, star ambaye yani vitu vya hovyo hovyo, na watu ameenda kujaribia zaidi kwa watu wake wa karibu, watu wake wa Tanga. Okay, labda pengine kwa kumalizia, tunamalizaje, nini ambacho unashauri kwa watu wengine, si Hassan Mwakinyo pekee, labda kwa watu wengine pia ikija kutokea kama hivi, wajifunze nini kutoka kwa Hassan Mwakinyo, mabondia, lakini kwa wakazi wa kawaida? Mimi cha kusema cha kwanza kwamba kwa hawa watu ambao wana majina maarufu, ustaa, unajua ustaa unaweza kuupambania kwa muda mrefu sana, lakini ustaa wako unaweza ukaja ukauo kwa muda mchache sana. Kwa hiyo waangalie, kwa sababu hivi vitu vinaenda kuharibu taswira nzima ya tasnia zao. Kwa hiyo mastaa hawa wanatakiwa wajifunze kupitia kwa hichi kitu ambacho Hassan Mwakinyo amekifanya. Mastaa wanatakiwa wachukue hili kama fundisho kwa kitu ambacho Hassan Mwakinyo amejifanya. Hatumlaumu Hassan Mwakinyo kwamba amefanya tukio, lakini nalo ni funzo pia kwa upande wake. Nadhani atajifunza, lakini pia atakuwa barozi mzuri kwa wengine kwamba jamani, majina tulionayo tuishi vizuri na watu na jamii zetu. Lakini pia tunakumbuka kidogo iliyowahi kumtokea bondia fulani alikuwa anaitwa Thomas Mashari. Alikuwa bondia mzuri sana katika nchi yetu, lakini tunaona kitu ambacho kilimtoa uhai wake. Wananchi walichoshwa na baadhi ya vitu vyake, wakamshakizia mwizi, wakampiga bondia yule mzuri katika nchi yetu wakafariki. Kwa hiyo hii naweza kuiona kama pia wananchi wa Tanga wamejaa jazba kwa sasa hivi kuhusu Hassan Mwakinyo. Kwa hiyo wanaweza wakaja wakafanya jambo kubwa kwa Hassan Mwakinyo kama asipobadilika. Wanaweza wakajafanya jambo baya kwa Hassan Mwakinyo kama asipochukua uamuzi wa kubadilika yeye katika jamii yake. Mimi langu ni hilo tu.